Jumuiya ya Umoja wa Vijana ya Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita imelaani vikali baadhi ya kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya viongozi akiwemo mbunge wa jimbo la Geita mjini Mheshimiwa Constantine Kanyasu ya kubedha vijana kutokuwa sehemu na sifa ya kuwa kiongozi. Tamko hilo la vijana limekuja baada ya mbunge wa jimbo la Geita mjini Constantine Kanyasu akiwa katika kata ya Ihanamilo wakati alipokuwa akigawa kompyuta 5 zenye thamani ya shilingi milioni 10, huku akilalamika kuwepo kwa wimbi la wananchi ambao wamekuwa hawatoi pongezi kwa kazi anazozifanya, badala yake wananchi wanampongeza Mheshimiwa Rais. Aidha, vijana kutoka katika kata mbalimbali za mkoa wa Geita wameungana kwa pamoja na kumtaka kiongozi huyo kujitokeza hadharani kwenye vyombo vya habari na kuomba radhi kwa vijana pamoja na wananchi mbalimbali waliokwazika na kauli zake za kukatisha vijana kutofikia ndoto zao. Kauli ya mitano tena ni kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo na sifa za miradi yote mikubwa ya kimikakati iliyotekelezwa ndani ya nchi hii inaenda kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja tena ya yeye kuomba sifa. Kwa nini yeye hajasifiwa na sifiwa Mheshimiwa Rais? Lakini sambamba na hilo, ukisema kwamba umejenga shule, ukisema umeleta umeme, ukisema umeleta barabara, sisi tutakutaka wewe kwa utashi wako, kwa nguvu yako ya ushawishi kama mbunge, umefanya nini kwetu sisi vijana mpaka tukusifie. Sasa yeye alitakiwa tueleze hayo kabla ya yeye kudai sifa kwetu sisi vijana ambao kwanza anaamini sio kundi la kuwa viongozi. Kwa kauli hiyo sasa ya Mheshimiwa mbunge, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huu wa Geita tunamtaka ajitokeze hadharani kwenye vyombo vya habari, kwenye mikutano anayoendelea nayo, atengue kauli yake kwa hiari yake au kwa lazima kwamba vijana ni sifa ya kuwa viongozi. Tunamuomba Mheshimiwa mbunge na tunamtaka Mheshimiwa mbunge ajitokeze hadharani, akanushe au atengue kauli yake ya kuwa vijana sio sifa ya kuwa viongozi, ila vijana atambue kuwa vijana ni sifa ya kuwa viongozi, kwa sababu vijana tumefanya hayo na tumedhihirisha hilo katika nafasi mbalimbali tulizopewa sisi kama vijana. Tumekuwa viongozi wazuri katika serikali za mitaa tuliochaguliwa mwaka jana, tumekuwa viongozi wazuri katika serikali kuu, tumekuwa viongozi wazuri katika bunge, tumekuwa viongozi wazuri katika muhimili wa mahakama, na hata kimataifa vijana wameendelea kutuhamasisha sisi kuwa viongozi. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ajitokeze hadharani, atengue kauli yake na atoe kauli ya kuamini kwamba ujana ni sifa ya kuwa viongozi katika taifa hili. Mimi nimekuja kujibu hoja ya kiongozi ambaye anabeza vijana akisema kwamba vijana sio sifa ya kuwa viongozi. Mimi napingana na ninalaani kitendo hiki, na viongozi wetu wa chama tunawaomba wasimamie hili ili sisi vijana tuendelee kukiamini chama chetu, tuendelee kujitokeza kushika nafasi mbalimbali, kwani tunaamini vijana tunaweza na tunafanya kazi vyema. Kwa mantiki hii maneno aliyoyasema Mheshimiwa mbunge, anatudhihirishia sisi kuwa hatuamini sisi vijana wa jimbo lake na hana mpango na sisi vijana wa jimbo lake. Ndugu waandishi wa habari, nimeungana na vijana wenzangu wa mkoa wa Geita wakitoka kwenye kata mbalimbali za mkoa wetu wa Geita. Lengo ni kuja kuzungumza na vijana wenzetu, hususan kujibu hoja za baadhi ya viongozi wanaopenda kubeza vijana. Vijana mwaka huu au tuseme kutoka mwaka jana na mwaka huu tumehamasika kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali, lakini limeibuka kundi la baadhi ya viongozi kutubeza na kutukatisha tamaa. Na wakati huo tukirejea kwenye matamko ya baadhi ya viongozi wetu wakubwa wanaotuwakilisha vijana, wametusihi na kutusisitiza tujitokeze kugombea. Na tukirejea kwenye maazimio ya baraza la umoja wa vijana lililoketi juzi kati,
pia wameazimia kutusisitiza sisi vijana tujitokeze mwaka huu kugombea nafasi hizi zitakazotangazwa na serikali yetu kwa maana ya udiwani na ubunge. Kwa hiyo kwa kauli hizo, ndugu vijana, nawaomba vijana wenzangu walioko mitaani na maeneo mengine, tupuuze kauli zinazotukatisha tamaa. Sisi vijana mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wetu, tujitokeze tukagombee. Mimi mwenyewe hapa Ngaiwa Fikiri Manyama, kwenye eneo langu nitagombea nafasi eza ya udiwani au ya bunge, lakini nitagombea muda utakapofika. Kwa hiyo viongozi wanaotukatisha tamaa, ni waombe waache kutukatisha tamaa, waache kukatisha ndoto zetu ambazo tumejiwekea. Mimi nimeungana na vijana wenzangu ambao tumeambatana kwa pamoja kurani vikali kauli ya baadhi ya viongozi ambao tumeona wameendelea kuwa na kauli ambazo zinatukatisha tamaa na zinatuvunja moyo sisi kama vijana. Lakini pia kwa kauli hizi za kusema vijana hawana sifa ya kuwa viongozi, naomba tuendelee kuwakumbusha kwamba mwaka huu tumeaminiwa vijana kuendelea kwenye vikao vya maamuzi, na vijana ambao kuanzia ngazi ya matawi, kata, tunafanya maamuzi makubwa sana ambao tunaenda kuyafanya mwaka huu. Sasa huyu anayejitokeza na kusema kwamba vijana sio sifa ya viongozi, aende akawaulize waliofanya maazimio ya kutupa nafasi kwenda kwenye vikao vya maamuzi. Hivyo basi, mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa kata ya Nyakafulu na vijana wenzangu, tunaungana kwa pamoja kumpa muda mfupi aje aombe msamaha kwa sababu ametukosea pakubwa. Na viongozi wengine tunatuma ujumbe watakaoendelea kutoa kauli hizi. Tunaomba Chama cha Mapinduzi kiwape adhabu kubwa, ikiwemo kuadhimia kwenye maadili, kwa sababu wanatukosea vijana kama kundi kubwa. Asanteni.